Maisha ya kupanga si mchezo, kila mlango una siri. Karibu jirani, usibaba nyumba, roho yake hela mbele. Mapenzi kwake mchezo, vibetiana watele. Tabasamu la uongo, ndani yake giza tele. Akiahidi ni upepo, kesho ubadilika ghafla kele. Usufu mke mpole, moyo wake kama taa. Anacheka kuficha maumivu yasiyo na dawa. Anavumilia ndoa kama mzigo wa dunia, lakini ndani analia, kimya chake kinaluka. Masokola mshawi, macho yake kuna siri. Hana haya wala hofu, giza lake ni hatari. Akitembea kimya kimya, mtaa wote una hofu. Wanasema na nguvu zinazocheza na roho. Mengi mtu wa ndoto, anaishi kwa matumaini. Anaona kesho njema, hata leo ni gizani. Anashauri kwa hekima, japokuwa hana mali. Anaamini siku moja maisha yatakuwa hali. Jirani, jirani anashayana siri. Kila mtu ana kilio, anacheka kwa dhari. Jirani, milango imefunga, lakini ndani kuna vilio visivyopata pa kutokea. Jirani. Kiwangu, nimekuita hapa, kuna jambo nataka tuzungumze. Wahenga wanasema nyota njema inaonekana asubuhi. Lakini kwa inavyoonekana kwa upande wetu sisi, nyota haijawa njema kabisa asubuhi ya leo. Kwa hiyo unasema hivyo mume wangu? Nazungumza hivi kwa sababu moja. Hivi ninavyozungumza leo ni tarehe 15, si unajua? Unajua leo tarehe 15. Lakini kodi za wapangaji wote tumeshakula zimeisha. Hapo ninavyozungumza debe la unga halina unga hata kidogo. Sasa, wewe unajua sababu ni nini? Yaani wewe ushakusanya kodi ndani. Kwenye pombe. Hebu angalia, kodi zote umekusanya, umezipeleka wapi? Wewe mwanamke unapenda masimango, manyanyaso. Wewe kwani utaki mimi nipate amani ya moyo? Pombe umeona kitu cha ajabu? Ni unaniumzi bwana mwanamke. Unaongea kinoma. Wenzao wanakunywa lakini kistaarabu, lakini hela zote unamalizia huko. Hebu niambie, kodi zote za hivi vyumba umezipeleka wapi? Kama sio kwenye ulevi. Mke wangu si niko na kununulia vijola, unapendeza wewe. Vijola? Kijola, kuna kijola hapo ulichonunulia wewe? Kijola gani hichi nilichokivaa? Basi majirani watasikia kama tuna namna gani, vipi tunagombana asubuhi wenye nyumba vipi. Sasa sikiliza, mimi natoka. Naenda kwa yule bwana yule dalali wa siku ile. Nafikiri wewe utakuwa mgeni kidogo mjui. Mimi namjua sana yule bwana yule, nataka niachane naye. Tafuta dalali mwingine, tutafute mteja kwenye kile chumba cha kate tupangishe. Ili hela ikipatikana upendeze mke wangu. Au unasemaje? Hapo ndio umesema, kwenye kupendeza tena. Unapopenda kwa ajili mbwasa. Mama vijola hapa, mama mjengo. Tafanyaje mimi? Hapo mama ndio umenifurahisha. Sasa sio niambie wewe upendeze. Uende huko rudi umelewa. Maana nakujua wewe. Umeanza sasa maneno yako ya shombo. Umeanza mwanamke unaongea wewe. Nakwambia mume wangu, ila sasa nakwambia kabisa ukirudi huko umelewa unalala hapa. Nje. Yatanishinda. Habari. Salama. Samani nimekusimamisha. Bila hata samani. Sisi hapa tulipo tunatafuta chumba, tumezunguka huko kote tumekosa. Sasa unaweza kutusaidia labda ukapata namba ya dalali, kama dalali unafahamiana naye? Hela zangu ya Mungu ni mengi.
katika harakati zenu mimi ndo dalali. Mungu yuko mwema. Sasa sijafahamu nyie mlikuwa mnahitaji chumba cha aina gani? Aha, sawa. Sisi actually tunataka chumba ambacho kina mazingira mazuri. Singboard, maji, kama tiles zitakuwepo sawa, lakini hata kama sakafu ilikuwa nini, lakini tunahitaji chumba chenye mazingira mazuri. Na pia sisi ni wanafunzi wa chuo. Kwa hiyo hatutaki eneo ambalo lina vurugu, unaelewa? Yaani unakuta nyumba labda unakaa kwenye nyumba ni kuna kelo nini. Na pia baba mwenye nyumba asiwe mtata. Basi sawa. Kwenye hilo swala, vyumba vyangu mimi nitakapowatafutia hayo mambo hamna. Kweli? Msijali kabisa. Una uhakika na hicho unachotuahidi? Maana nyinyi madalali mnajulikana kabisa. Unaweza kumpangia mtu chumba, afu mwisho wa siku anakuja na kuta mazingira tofauti. Unakuta chumba labda kinavuja, mvua ikinyesha, ndani kuna kwa bahari. Hilo swala ondoeni kabisa. Yaani mmepofika kwa dalali mimi dalali msafi, dalali cheche. Ondoeni hofu kabisa. Kwa hiyo mimi ningeomba kitu kimoja. Kwa sababu hapa nina haraka, kuna sehemu naenda. Ningeomba kwamba tugawane mawasiliano, alafu mimi ningeenda kwanza kumalizana hayo mambo, nikirudi tutawasiliana niwapeleke kwenye hivyo vyumba. Jirani, maisha yana siri. Kila mtu ana kilio, anacheka kwa dhahiri. Jirani, milango imefunga, lakini ndani kuna vipi tena mifuko yako asubuhi wapi tena? Ndugu yangu asubuhi lazima tutafute maako. Na bora hata nimekutana na wewe. Unajua pale nyumbani sasa hivi mume wangu amebadilika. Yaani amekuwa mtu wa ajabu. Mume wangu hafanyi kazi, hafanyi hata biashara. Yaani kifupi tunategemea kodi. Lakini sasa hiyo kodi yenyewe unadhani naiona? Kodi anaenda kulewea, akirudi yuko chakari, amelewa. Kila akikusanya kodi, yeye anaenda kulewa. Mpaka najiuliza haya maisha mpaka lini? Kodi imeshaisha. Yaani tupo tu tunaangaliana. Kwa hiyo nitaka nikutafute ili uko unakofanya kazi, unitafutie kazi ndugu yangu. Cha kwanza pole sana rafiki yangu. Je, changamoto zako ulizonazo hizo sio ndogo, kuna upande zinaweza kawa ndogo, kuna upande zinaweza kawa kubwa. Wewe shukuru Mungu unakaa kwako. Kuna watu wanateseka kama hivyo unavyoteseka wewe unavyozungumza wewe, lakini wamepanga. Havijishikilia, yani jua kama yeye jipi cha tasimini kwamba ingekuwa ndo wewe sasa, yani ndo umepanga, alafu ndo unaishi na mume wako, hataki kufanya kazi, hataki kufanya nini. Wewe unafikiri kwamba ungekuwa kwenye mazingira gani? Niwe mshukuru Mungu kwa kuwa mna kwenu, mnaishi, mnafanya japo ndo hivyo akipokea la kodi, aenda kuiswambia pombe, lakini wewe mshukuru Mwenyezi Mungu. Na kwenye swala la kazi, ni jambo dogo sana. Kwa sababu mwenyewe nafanya kazi pale chini kwa kanda ya mifuko. Kwa hiyo usijali. Hivyo jione naweza nikaingia pale ofisini kwangu. Nikiingia nitajaribu kuuliza kama kutakuwa na kazi yoyote pale itakao kuwepo. Mimi nitakujulisha, nitakupigia hata simu, au kama sijakupigia simu nitakutafuta. Naomba tunisaidie kwa hilo. Maana hapa nilipo sielewi. Maisha yashakuwa magumu. Yaani mambo yashanifika hapa. Pole sana ndugu yangu. Hiyo ni kawaida sana. Yaani hiyo ni kawaida mno. Usichoke, ndoa ndo zilivyo ndugu yangu. Yaani ndoa ndo zilivyo. Ukisema uchoke mapema utaenda wapi? Mjusi baba nyumba, roho yake hela mbele. Mapenzi kwake mchezo, bibitia na watele. Unajua bwana mieusho sana wewe. Bwana, bwana nilivyokuona. Maana yake simu hapa. Nilikuwa nakupigia ofisi yako ipatikani. Bwana Madiba, stori hizo umenipa takriban wiki 3 zimepita. Hivi mpaka leo ninavyozungumza, hakuna cha mpangaji, hakuna cha mtu yote aliyekuja pale kwangu. Wewe bwana nataka mimi nife na njaa. Ninavyokuambia pale nyumbani hakuna debe la unga, hakuna mafuta, hakuna mchele. Mke wangu muda wote anaimba kama Dida Times FM. Unataka mimi nife na njaa ndugu yangu? Bwana sikiliza. Mimi nimekuja hapa kwa jambo hili moja. Aidha mimi na wewe tuvunje mkataba wa udalali, ama la sivyo leo nipe mpangaji nimpeleke kwangu. Kuna haya mawili. Sio kama nimekukataa au kwamba tumepotezana, hapana. Isipokuwa ni changamoto tu ndogo ndogo za utafutaji. Ndio maana umeona kidogo na kwa ninapotea.
Lakini jambo lako nimelizingatia na nina uhakika nalo kwamba mteja nimempata. Tena mteja wa uhakika. Hela ipo mfuko wa shati. Mimi na uhakika nacho, ila sijajua kwa upande wake yeye atapokea vipi. Kwa hiyo sio na shaka kabisa kuhusiana na hilo. Sio unanielewa? Uhakika. Huyo ni uhakika. Asumbui. Msika mwenye ndo huyo. Una mpangaji mwenyewe sasa. Hebu sikilizeni kwanza nyewe sikilizeni. Na natakuwa kwanza mnywe kidogo na nini akili zenu zikae sawa. Naona mnaropoka hivi. Alafu mimi nisikilize kwanza. Baba mwenye nyumba mbona ndani Bwana. Habiba mimi nataka mpangaji serious mtu mwenye akili timamu unamleta mlevi. Bwana vipi? Sasa shida yako pesa, shida yako mlevi. Huyu hela anatoa wapi? Maisha yake yenyewe hajielewi namna hiyo. Bwana. Oa, sikiliza bwana. Usinifanye mimi mtoto mdogo. Mimi mtu mzima nina ndevu bwana. Huyu mimi wewe. Usimdharau mtu. Huwezi jua katika utafutaji wake upo vipi. Wewe jali anakupa pesa. Wewe zingatia hela. Usiangalie kama ni mlevi au kama nini. Wewe shida yako si pesa bwana. msubiri kwanza. Nani kalewa kwanza? Nani kalewa kwanza? Mbona sielewi? Wahenga nasema kimfacho mtu chake mimi akija nifaa kabisa. Hola, pango pakavu tia mchuzi. Kwa sababu unapoheshimu na nataka pesa au mpangaji. Si umesema ana hela huyu? Hela nayo. Bwana let's go. Wewe sijali unapata hela zipo. Bwana umesikia? Hebu zimua kwanza unaonekana huyu kalegea. Acha uenda wazimu nitakutia mbao nifie saizi hapa. Sikiliza bwana kama hela anayo tuondoke mambo yasiwe mengi. Mimi ninavyozungumza kwa nyumbani ya kueleweki. Masokola mshawi, macho yake kuna siri. Hana haya wala hofu, giza lake ni hatari. Akitembea kimya kimya, mtaa wote una hofu. Madiba na cheche, madalali wa kupanga. Wanakata hadi pumzi, kodi wanapandisha sana. Leo bei ni tofauti, kesho wanakuja na mpya. Ukibisha wanakwambia kama utakiondoka sasa. Odi. Odi mama ya nyumba. Karibu. Nipo huku jamani. Kumbe dalali jamani. Za siku nyingi. Namshukuru Mungu. Vipi? Naona una wageni hapa. Kama ulivyoniambia kuhusu ile swala lako kwamba una chumba na ulikuwa unahitaji watu. Chumba kipo. Na chumba kimoja. Mbona unaona watu wawili tena? Au unataka vyumba viwili? Ondoa shaka mama. Hawa ni wanachuo na wanahitaji chumba hichi. Watakaa wote wawili. Sawa, wanachuo wa kusoma. Habari mama? Salama. Mzuri tu. Sasa mnisikize jambo moja, sawa? Hapa bwana, unajua kila sehemu na sheria zake na taratibu. Kwa hiyo msilete mambo ya chuo huko labda mnavyosoma hivi na hivi mnaita hapa nyumbani. Mimi nahitaji muwe na umoja hapa. Si unaona nyumba zote mnazoziona hivi zote ni za kwangu. Vyumba vyote hivi vya kwangu. Kwa hiyo naomba muwe na umoja na ushirikiano, mpendane, sijui unanielewa? Ndio. Kama ndio hivyo basi mimi sina shida. Sisi tunashukuru mama. Asante sana kwanza kwa kutupokea vizuri na mazingira ya chumba tumeafiki kwamba ni mazuri kabisa na tunastahili kabisa kuishi hapa. Na pia kuhusu swala la kushirikiana na wenzetu, usijali mamangu, hilo limeshaisha kabisa. Sawa. Nashukuru pia dalali naye ametufanyia yale ambayo tulikuwa tunataka sisi. Maana tulikuwa tunahitaji nyumba iwe na maji na hapa tunashukuru maji hapo kila kitu. Tunashukuru sana. Sawa, basi karibuni. Asante sana. Dalali mimi nashukuru. Haya mama, acha tukutundu. Nashukuru sana. Karibuni Tumekusumbua kwamba ulikuwa uani bwana. Bwana, si unajua maluato tena. Haya mama, wewe na mchana mwema. Jamani, kwelini mjisikie mpo nyumbani jamani. Jamani. Kweli Mungu amtupe mja wake. Niko sina tamia jamani. Shikamoo kaka. Salama, kwema? Kwema, vipi hali? Salama.
Vipi tena mbona mkoba? Unauza duka siku hizi au? Sikiliza. Kama kuna kingine cha kuniuliza niulize, lakini sio kuhusu huu mkoba. Okay, sawa. Ni vyema tumekutana hapa. Nimekusubiria sana hapo ndani. Na Yesu ulikuwa umetoka. Yaani vizuri tumekutana hapa. Mimi na jambo langu ambalo nataka nikushirikishe au nataka nikwambie. Wewe ni kaka yangu. Umenilea muda mrefu, nimekaa hapa kwako muda mrefu sana. Hatujawahi kupishana kwa chochote kile. Mimi napenda kwanza nikushukuru. Ila mimi kuna kitu kimoja ambacho nataka nikwambie. Mimi kwa sasa hivi nilikuwa naomba niende nikajitegemea. Kwa sababu nimeona mimi ni mtoto wa kiume. Mimi ni mtoto wa kiume. Kwa nimeona kabisa kuna umuhimu wa kwenda kujitegemea sasa hivi. Hivyo ndio maana lakini nimeona sio vyema niondoke pasipo kuaga. Nimeona sio vyema kwa ndio maana nimeona nikusubirie nje nikwambie. Hata hivyo sasa hivi nafanya harakati za kutafuta nini? Za kutafuta chumba. Lakini nimeona kabla ya kutafuta chumba nikufikishie taarifa kama kakaangu. Sawa, unaweza ukaenda. Siwezi kukuzuia kwa sababu wewe sio mwanamke. Sawa? Unaweza ukaenda. Basi sawa. Halo, dalali Cheche. Halo. Habari za kwako? Salama za kwako? Ni nzuri. Sasa mimi dalali nilikuwa nataka nikwambie kwamba kama uko tayari uje twende tuhamishe hivi vitu. Maana kuanzia kesho sisi tutakuwa tuko busy na mitihani chuo. Sasa leo nilikuwa na process moja, maana nilikuwa naenda kuangalia mechi hapa. Kuna timu nimebetia. Ni kweli najua kwamba vitu vyako ni vya muhimu lakini naomba utusaidie. Yaani hamna jinsi hapa tulipo tumetaitiwa balaa. Yaani tusaidie tu yani ndugu yangu. Basi sawa. Yempo wapi sasa hivi? Sasa hivi tuko nyumbani tu hapa. Basi tufanye jambo kwa haraka kidogo. Tufanye jambo kwa haraka basi tokeni hapo. Twende kwa huyo mama mwenye nyumba tulimalize hilo swala. Basi sawa, ngoja mimi nimwandae mdogo wangu hapa nimwambie tukutane hapo kwa mama mwenye nyumba tumalize mjadala. Kondo mtaa wetu, furaha ni kivuli, maumivu ndio ukweli wetu. Bana ndugu zangu, kama nilivyowaambia awali ya yote, hapa ndo kwangu. Karibuni sana, hapa ndo kwangu kwa Legendary Mujus. Mtoto wa Msigwa 255. Bana kile chuma ambacho niliwaambia ndo hiki hapa. Ngoja sasa. Subiri basi kwanza sasa. Una haraka kama unaoga nje shehe? Unaendaje kuangalia na kati bado mazungumzo kwanza? Wewe umeambiwa ndo hiki hapa, mshakiona kwanza. Hebu kana ndugu yako. Si chumba ni galale au mnasemaje? Mbona unapenda kujifanya kungu kwenye ndoa sio muhusu? Sasa si chumba mnipa au nini? Si chumba changu nani wewe vipi? Tuliza mtole nyama zako chini wewe. Subiri muda wako wa kuzungumza utafika. Wewe sasa hivi sio wewe, hiyo ni pombe na kuendesha. Bwana dalali. Naam. Madiba. Chumba ndo hiki, hebu ngoja nimuite mke wangu sasa hapa. Tuweke sawa kama anakiboresha, anafanyaje, mambo kama vizuri. Sasa swala ya mke vipi ndugu yangu, tumalizane tu hapa kila mtu afi na chake. Si ndo anakuja tukikague? Basi poa mwite. Mke wangu. Abe mme wangu. Mke wangu. Nakuja nipo huku. Njoo tumalize, kuna hela haraka imepotea njia. Njoo tumalize. Au niingie sasa hivi maana nimechoka kinoma. Wewe subiri kwanza. Ulitumwa ukalewe? Mimi kalewa, mimi sijalewa. Vipi mwanangu? Salama kwema? Kwema. Vipi shemeji? Kwema? Dada mzuri. Sasa mke wangu. Kuhusu ile swala ambalo nilikuelekeza mapema. Kwamba chumba hiki kipate mpangaji. Bwana mpangaji ndo huyo. Pamoja na ulevi na pombe zake, bwana akiwa hajalewa ni mzima tu. Hivi ni kwa sababu ya maisha kulia kushoto amelewa, lakini usio na wasiwasi. Mume wangu anazungumzia chumba hichi. Unauliza makofi polisi mke wangu. Chumba si ndo hiki au kuna kingine tunapangisha hapa? Hebu njoo kwanza.
Sasa mume wangu unakuja na gani, mbona hujaniambia? Yaani mke wangu sasa hivi unaanza kunipangia masharti kwangu? Sasa mimi kuna dalali yule alikuja. Cheche, si unamkumbuka? Dalali tena? Cheche si unamjua? Ehe. Cheche alikuja bwana, akaniambia kuna anacho hapa nataka kupanga vile na hivyo, wale wageni wakaja, wakaangalia chumba kila kitu. Hivyo muondani anavyozungumza kuna wapangaji. Wewe mwanamke una kichaa. Unapangishaje mtu kwenye nyumba yangu mimi pasipo kunijulisha? Wewe jamani. Kwa nini unafanya vitu kwa kujiamlia mwanamke? Umelogwa mimi au nilikuwa usiku wewe? Kwani wewe hali ya muondani hujui? Wewe hujui ni achaje muondani? Haya, ungekuwa usingepangisha. Kwenye simu upatikane, ningekwambiaje? Alafu naambia simu yangu mimi nzima. Sasa kila nikikupigia upatikane, mimi ningefanyaje? Na leo mundani unaijua. Mimi nitapangisha. Sasa mke wangu ipo hivi. Kwa sababu mwanaume ndo nani? Ndo kichwa. Cha familia unamalizia. Mwanaume ndo kichwa cha nini? Kichwa cha familia. Mimi kama mwanaume. Bwana fanya juu chini huo mpangaji wako atoke nimtie mpangaji wangu. Unanichekesha kweli. Ni watoa wapangaji waondoke tena. Na mimi hela nishachukua. Siwezi kuzalilika mumeo, sababu mimi ni mwanaume na wewe ni mwanamke. Nyumba yangu hujatangia tofali, nilikuoa nikakuleta hapa na melemeta, tukala keki, tukafanyaje, watu wakala mchele wakaondoka. Me as your husband, I'm talking right now. Na kujulisha kama sikwenda shule kwa ajili ya kwenda kupiga watu na barabendi DVD. Mke wangu, toa mpangaji wako, nimtie mpangaji wangu, shughuli imeisha, nukta. Hilo unavyofanya sio sawa. Ila sawa bwana, ngoja nikaze. About done. Mjusi baba nyumba, roho yake hela mbele. Mapenzi kwake mchezo, vabenti anawatele. Tabasamu la uongo, ndani yake giza tele. Akili ni upepo, kesho hubadilika ghafla kele. Usufu mke mpole, moyo wake kama taa. Anacheka kuficha maumivu yasiyo na dawa. Anavumilia ndoa kama mzigo wa dunia, lakini ndani analia, kimya chake kinaluka. Masoko la mchawi, macho yake kuna siri. Hana haya wala hofu, giza lake ni hatari. Kitembea kimya kimya, mtaa wote una hofu. Anasema ana nguvu zinazocheza na roho. Ni mtu wa ndoto, anaishi kwa matumaini. Anaona kesho njema hata leo ni gizani. Anashauri kwa hekima japokuwa hana mali. Anaamini siku moja maisha yatakuwa hali. Jirani, jirani, maisha yana siri. Kila mtu ana kilio, anacheka kwa dhahiri. Jirani, jirani, milango imefunga, lakini ndani kuna vilio visivyopata pa kutokea.